الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. Khalifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala ibn Nasr Aziz anasema kwamba tafsiri ya aya hii ni kwamba au ni nani anayemjibu aliyedhikika mwombapo na kuondoa dhiki na kuwafanyeni waandamizi duniani. Je, yuko Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu ni kidogo mnayokumbuka. Sayyidna Ahmad alayhi salatu wassalam mara kwa mara aliwasihi wafuasi wake kwamba wao wafanye maombi sana, kwa sababu maendeleo ya jumuiya, ushindi wa jumuiya na kupata ukovu dhidi ya njama ya maadui inategemea maombi. Amesema Sayyidina alayhi salatu wasallam waziwazi kwamba silaha ya ushindi wetu ni maombi tu. Ikiwa maendeleo tutaona kwa kupitia maombi na tutaona kwamba mdui wetu ameshindwa kwa sababu ya maombi, basi katika hali hii, kwa kuzingatia umuhimu wa maombi, sisi tunatakiwa kiasi gani tuzingatie maombi na tufanye maombi, na kiasi gani tunafanya maombi kwa ajili ya jambo hili. Hali yake inajulikana wakati kila mmoja atakapoangalia hali yake, na anaweza kuchunguza hali hii kwa kuangalia hali yake. Hivi karibuni jamaa yangu moja aliniambia ndoto yake, na katika ndoto yake ameona kwamba namwambia kwamba Ramadhani imekwisha haraka sana, na bado nilikuwa nataka wanajumuiya wafanye maombi zaidi, na nilitaka niwahimize ili wafanye maombi zaidi. Katika ndoto hii tumekumbushwa kwamba kama katika Ramadhan tunafanya maombi sana, baada ya Ramadhan sisi hatutazingatia wala hatutafanya maombi kama tulifanya katika Ramadhan, wakati ila hali jumuiya inahitaji maombi sana. Halifa mtukufu anasema kabla ya kusikia ndoto hii, Mwenyezi Mungu alitia moyoni mwangu kwamba katika hutuba itakayokuja baada ya Ramadhan nikumbushe wanajumuiya kuhusu maombi, na ndoto hii imesaidia hali hii. Na hii ndiyo ni desturi ya Mwenyezi Mungu kwamba kwa kuwapitia waaminio anakumbusha kuhusu mambo mbalimbali. Ingawa Mwenyezi Mungu anatia mioyoni, lakini kwa kuwapitia waaminio anakumbusha. Hazur anasema baada ya Ramadhan kwa kawaida hatufanyi maombi kama tunafanya katika mwezi wa Ramadhan. Sasa hivi hali ya dunia inayopatikana na hali ya umma wa Islam, hasusan dhulma
inayotendewa juu ya palestina na mashambulio ya israel juu ya palestina, mpaka jana walizuia mashambulio haya, lakini leo nimesikia kwamba wameanza kuwashambulia tena, na wao wanadai kwamba kwanza wenyeji wa palestina walishambulia, ndio maana wanashambulia tena. Mwenyezi Mungu afanye hivi kwamba dhulma hii iishi haraka iwezekanavyo. Hazur anasema kisha tunaona kwamba waislamu pia wanadhulumiana, wanawaua waislamu wenzao, na hii pia imefika katika mwisho wake. Na dhulma ya hawa wanaotamka shahada ni ya aina hii kwamba kwa jina la Mwenyezi Mungu na kwa jina la mtume wake wanadhulumu, na wanaendelea kudhulumu, na kwa ajili ya hii wanatafuta hila mbalimbali na wanatafuta udhuru mbalimbali ili waendelee na dhulma yao katika kila kiwango na katika kila hatua, kuwasumbua, kuwatesa na kuwadhulumu wanajumuiya imekuwa mwenendo wa hawa watu ambao ni chini ya athari ya mamulla. Na katika kizazi kijacho, katika watoto pia sumu hii inatiliwa, na wao pia wanachafuliwa. Hata watoto pia wanatamka maneno ya aina hii ambao hawajui dini ni nini au hawajui uadui ni nini. Hata hawa watoto pia wanasema kwamba Waahmadia ni makafiri na kuwaua ni sahihi na ni halali. Mashuleni wanafunzi wanawatendea vibaya walimu wao ambao ni wanajumuiya, na wanawatendea vibaya kwa sababu hii kwamba wao ni wanajumuiya. Wanafanya juhudi ili walimu wafukuzwe shuleni, na wanakataa kwamba hawataki kusoma kutoka kwa walimu hao ambao ni wanajumuiya. Hivi karibuni katika kijiji fulani wanafunzi na wazazi wao walifanya maandamano dhidi ya mwalimu ambaye ni mwanajumuiya kwa kusema kwamba sisi hatutaki kusoma kutoka kwake kwa sababu yeye ni mwanajumuiya. Labda mkuu wa shule au mtu mwingine mwenye elimu alisema kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwaacha uhuru wafungwa wa vita kwa kusema kwamba ikiwa nyinyi mnajua kusoma na kuwafundisha, basi ikiwa mkiwafundisha Waislamu kwa sababu ya hii mtaachwa huru. Na wale wazazi waliambiwa kwamba wale wafungwa walikuja kwa nia hii kwamba waue Waislamu. Kwa kusikia hii, wenyeji wa kile kijiji na wazazi wakasema kwa hii ni sawa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia makafiri, lakini sisi hatutakubali kwa sababu hawa makadhiani ni wabaya zaidi kuliko wale makafiri. Sisi tunawaacha, pengine kuwaua hawa Waahmadia ni sahihi na ni halali. Khalifa mtukufu anasema kwamba hali hii yao haipungui hata baada ya tukio lolote linalotokea. Hii haitokei kwamba kwa kuona dhulma wao waone haya, bali baada ya dhulma yao wanabaki juu ya hali yao na wanasisitiza juu ya hali yao. Katika mji wa Gujranwala, wale watu ambao walikuwa majirani wa wanajumuiya wetu, katika hali ya kawaida walikuwa wakiongea na wanajumuiya, walikuwa wakiwatendea vizuri. Lakini wakati tukio lile lilipotokea, walipoona kwamba Waahmadia wameondoka katika majumbani kwao, walinyang'anya na waliiba mali yao na vifaa vyao. Dhulma hii inapofika katika hali hii, sisi hatuwezi kusema zaidi ya hii inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Khalifa mtukufu anasema kwamba katika hali hii ya majaribio, sisi tunatakiwa tuiname zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko zamani. Basi msipungue maombi yenu.
waislamu wengine wakitendewa kwa dhulma au wakidhulumiwa, wao pia wanawadhulumu, na kwa kufanya hivi wanajilipiza. Lakini sisi तो हर जुल्म को dhidi ya kila dhulma tutafanya maombi ili dhulma iishe, na tutafanya maombi kwa unyenyekevu sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina Alayhi Salam alisema katika shairi lake kwamba udhu jab बढ़ गया शोरो फगा में नियाम हो गए यारे निहा में, yani kuna haja ya kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu zaidi na zaidi, na kuna haja ya kupata ile hali ambayo inatingisha arshi. Kuna haja ya kufanya yale maombi ambayo yanakuwa maombi ya aina moja, yasiwe maombi ya aina mbalimbali. Katika ndoto ya jamaa huyu iliyosemwa hii kwamba namwambia kwamba bado nilitakiwa niwahimize wanajumuiya wafanye maombi zaidi. mradi wake ni kwamba kuambiwa wanajumuiya wao wafanye maombi haya yanakuwa kuhusu mafanikio ya jumuiya na kwa ajili ya kuondolewa hali hii ya mateso na ya majaribio. Ikiwa kila mmoja wetu ana hamu hii kwamba wakati huu wa majaribio uishe haraka iwezekanavyo, katika hali hii kila mmoja wetu anatakiwa maombi yake yawe kwa ajili ya maendeleo ya jumuiya na kwa ajili ya kusalimika kwa shari ya mdui. Na kila mmoja anatakiwa afanye maombi ili kila mmoja aweze kusalimika katika shari ya mdui. Na kwa ajili ya kusalimika katika shari ya mdui, tukifanya maombi kiasi gani, yale maombi tunatakiwa tufanye. Nimekumbuka ndoto yangu zamani na nimeshawahi kueleza ndoto yangu hii kwamba katika ndoto niliona kwamba ikiwa tunataka kubadilisha hali haraka katika hali hii, jumuiya katika sura ya jumuiya inatakiwa ibadilishe hali yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kwa kufanya maombi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kuokoa jumuiya. Katika hali hii kuna haja ya kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu. Hali hii itakapopatikana kwamba sisi tukianza kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kuwa jumuiya nzima, na tutakesha usiku katika nia hii kwamba tutafanya maombi kwa ajili ya jumuiya, katika usiku kadhaa mapinduzi yatapatikana. pengine mapinduzi yatapatikana, hali pia itabadilika, lakini itachukua muda wake. Hii ni ahadi ya Mwenyezi Mungu kwamba hali itabadilika na mapinduzi yatapatikana. Lakini ujumbe niliopewa mimi katika ndoto ni hii kwamba jumuiya nzima, wale wote wanaodai kwamba wao ni wafuasi wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, wao wanatakiwa wafanye maombi kwa nia safi. Katika ndoto nilikuwa na athari hii kwamba wanajumuiya wa Pakistan wamekumbushwa, basi wanajumuiya wa Pakistan wawe wa matajiri, maskini, wadogo, wakubwa, wanatakiwa wazingatie jambo hili vizuri, kwa sababu kulingana na hali ya jumuiya, wanajumuiya wa Pakistan wanadhulumiwa zaidi kuliko wanajumuiya wengine wa dunia nzima. Na kwa kawaida wanajumuiya wote wa dunia wanatakiwa wazingatie jambo hili, kwa sababu ya ushindi wa jumuiya uhai wa dunia utapatikana. Umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam utapata fadhila za Mwenyezi Mungu kwa kupitia ushindi wa Ahmadiyya, na dhulma itakwisha kwa sababu ya ushindi wa jumuiya. Basi iwe kuwasalimisha Palestina katika dhulma au
kuwaokoa waislamu katika dhulma ya viongozi wao, dhamana yao inakuwa maombi ya wanajumuiya tu. Kuna haja ya kutimiza haki ya maombi haya. Halifa mtukufu anasema kwamba sasa hivi ni wanajumuiya ambao wanadhulumiwa zaidi kushinda wengine wote. Ndiyo maana maombi yetu, kwa kuwa maombi ya yule aliyedhikika, yatakuwa dhamana ya uhuru wetu, vile vile yatakuwa uhuru wa binadamu katika dhulma inayotendewa juu yao. Kwa hiyo tunatakiwa tuzingatie majukumu yetu. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam anasema kwamba katika majaribio athari ya maombi yanapatikana kwa kiajabu. Ukweli ni kwamba Mungu wetu anatambulika kwa kupitia maombi, na kweli ni kwamba zaidi wanajumuiya ni nani ambaye anateswa na anadhulumiwa? Ni nani zaidi ya wanajumuiya ambaye anadhulumiwa kwa upande zote, hususan katika nchi za Waislamu? Watu wazuri wa nchi hizi ni aina hii kwamba wao wamekuwa bubu na uzuri wao umekuwa bubu. Katika hali hii, kwa ajili ya kupata baraka ya maombi yetu, tunatakiwa tuwe waangalifu sana. Aya niliyosoma, katika aya ile Mwenyezi Mungu amesema kwamba angalieni ni nani anayepokea maombi ya yule aliyedhikika. Ni Mungu tu ambaye anakubali maombi yake. Wakati anapokuwa katika hali hii ya mustar ni mtu ambaye anaona kwamba amezingirwa na mabalaa na maafa, na yeye haoni njia yoyote ya ufaulu wake. Anaona njia moja tu ambayo ni njia ya kuelekea Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu anasema kwamba hawa mustar ambao wananijia wakati wanapoona kwamba njia zao zote zimefungwa. Halifa mtukufu anasema mustar maana yake si hii kwamba ye kama haoni njia yoyote wakati katika hali hii anadhikika kwamba aende wapi, bali mustar maana yake ni kwamba anapoona kwamba njia zake zote zimefungwa, katika hali hii anaona nuru upande mmoja na yeye anaelekea ile nuru. Na wakati mtu akiona kwamba amezingirwa na moto na haoni njia yoyote na anakimbilia hapa na pale kama ni mwenda wazimu, yeye si mustar, kwa sababu akikimbia katika hali hii yeye mwenyewe ataanguka motoni. Bali kwa kuona moto upande zote, anapoona kuna njia moja ya usalama na amani na anaona upande mmoja kuna kinga, basi akielekea upande ule na katika njia ile, basi huyo ni mtu ambaye ni mustar, yani ni yule aliyedhikika. Kuhusu huyo mtu Mwenyezi Mungu anasema kwamba mimi namsalimisha mtu wa aina hii katika moto, na mimi ninakuwa kinga chake. Na mimi nakuwa kivuli cha kusalimisha katika moto. Kwa hiyo munijie na muniombe kinga, mimi nitawaokoeni katika majaribio ya aina hii. Kwa hiyo muje kwangu kwa yakini kwamba tuna Mungu wetu ambaye atatusalimisha katika majaribio haya. Mimi kwa sababu ya yakini yenu hii nitawaondoeni katika majaribio, na kwa sababu ya maombi yenu nitawatoeni nje katika majaribio, kama aliyosema Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba katika hali hii mtaona mambo ya ajabu yatatokea kwa ajili yenu. Basi mtu akiwa mustar wa aina hii
ambaye min ghairi ya mwenyezi mungu, isipokuwa mwenyezi mungu, yeye hamuoni mtu yeyote kinga chake au msaada wake. किसी और को इन बलाओं से mtu ambaye hamuoni mtu yeyote ambaye anaweza kumwokoa katika majaribio haya, huyo ni mtu ambaye ni mustar. huyo ni mtu ambaye maombi yake yanaonyesha mambo ya ajabu, yanapokelewa. Hazur anasema kwa ajili ya kupokelewa maombi tunatakiwa tuwe na yakini hii kwamba katika hali ya istirar, katika hali ya dhiki, ni mwenyezi mungu tu ambaye anatuokoa. min ghairi yake hakuna nuru wala mwanga wowote. hali hii inapopatikana, katika hali hii mustar mustar anaona kwamba mwenyezi mungu anamkimbilia na anaondoa shida zake zote na mateso yake yote, na mateso yake yote na shida zake zote zinaenda hewani, ziwe shida za binafsi au za jumuiya. kisha mwenyezi mungu anasema si kwamba hii itatokea kwamba yakshifu su, yani mwenyezi mungu ataondoa, atafuta shida au mateso yake, bali mwenyezi mungu anapoteremsha neema zake, neema zake zinakuwa bila hisabu, na anaweza kuongeza neema zake kiasi anachotaka. basi hapa mwenyezi mungu aliposema kwamba ataondoa shinda za waaminio ambao wanateswa, amesema pamoja na hii kwamba wayajalukum khulafa al arz, yani atawafanyeni warithi wa ardhi, na yeye kuangamiza wadhalimu na wakosefu, atawapatia nafasi yao wale ambao ni maskini na wanyonge. basi ikiwa mwenyezi mungu kwa kusikia, kwa kupokea maombi ya yule aliyedhikika kwa binafsi, vile vile yeye kwa upande wa mataifa pia anaondoa shida zake. na hii inapatikana katika Qur'ani tukufu kwamba mataifa wa zamani walipo wadhulumu manabii na mataifa yao na wafuasi wao, mwenyezi mungu anasema sisi tuliwaangamiza, na wao walipewa nafasi ya wale wadhalimu. na zamani waliokuwa wadhalimu sana, majina yao yalifutwa duniani. kanuni hii ya mwenyezi mungu inaendelea hata mpaka leo kama iliendelea zamani kuhusu mataifa wa zamani. basi mwenyezi mungu anawaangamiza wadhalimu wakati muaminiu kwa kuwa mustar anafanya maombi chini ya mataa nasrullah. katika hali hii mwenyezi mungu anafanya mpango wa maangamio ya wadhalimu. halifa mtukufu anasema kwamba wale wote ambao kwa kuwa na dhana hii kwamba ni wenye uwezo na nguvu, na kwa sababu hii wanafanya dhulma, mwenyezi mungu awapatie akili, pengine nguvu yao hii na wingi wao hii itakuwa maangamio kwa ajili yao. mwenyezi mungu pia amesema hii kwamba wale ambao kwa sababu ya imani hii kwamba wao ni wakubwa na wenye nguvu, kisha hawamchi mwenyezi mungu, mwisho wao unakuwa mbaya. na kwa kutamka shahada na kwa kutamka jina la mwenyezi mungu na mtume wake wakifanya dhulma, katika hali hii shahada na mtume wake na mwenyezi mungu pia atawachukia. mwenyezi mungu ametoa bishara ya mwisho mbaya wa wadhalimu. haikusemwa sehemu yoyote kwamba mataifa fulani yatasalimika hata kama wanafanya dhulma, bali yeyote atakayedhulumu, atakayefanya vitendo vya aina hii ambavyo ni kinyume cha mafundisho ya mwenyezi mungu, vitendo vya dhulma, basi yeye atapata mwisho wake mbaya. lakini kazi yetu, jukumu letu ni kwamba
kwa ajili ya kusalimika katika dhulma hii haraka tupate hali ya mustar, hali ya yule aliyedhikika, na sisi tufanye maombi kwa katika hali hii, kisha muone namna gani Mwenyezi Mungu anapokea maombi yetu. Kila mmoja wetu anatakiwa apate hali hii. Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema kwamba kumbukeni kwamba Mwenyezi Mungu hajali kuhusu kitu chochote maadamu sisi hatufanyi maombi kwa wingi na mara kwa mara. Mungu pia hajali kuhusu sisi. Angalieni mtu ambaye mtoto wake mke wake anaumwa au mtu anashikwa mahakamani kwa sababu ya hali hii, anapata hali ya aina gani? Anakosa utulivu. Basi vile vile upande wa maombi, ikiwa istirari hii haipatikani, basi maombi yake pia hayapokelewi. Kwa ajili ya kupokelewa maombi mtu anatakiwa apate hali ya istirar. Basi kwa ajili ya kuondoa majaribio na mateso ya jumuiya tunatakiwa tupate hali hii ya istirar, ndipo maombi yetu yatapokelewa. Sayyidina alayhi salatu wasalam amesema kwamba kwa wingi na mara kwa mara tunatakiwa tufanye maombi. Hii ndiyo ni sharti. Kupata wazo hili kwamba tumefanya maombi katika Ramadhan, basi inatosha kwa ajili yetu. Inatakiwa iwe wazi kwa ajili yetu kwamba hii haitoshi. Sisi tunatakiwa tuendelee kufanya maombi, na mwanadamu anatakiwa aendelee kufanya maombi kwa sababu anahitaji maombi kwa mfululizo. Hata kama Mwenyezi Mungu anaondoa mateso na majaribio, baada ya hali ile pia kwa ajili ya kupata fadhila za Mwenyezi Mungu tunatakiwa tuendelee kufanya maombi. Ili muradi katika maombi hatutakiwi tuonyeshe uvivu. Katika mateso pia tunatakiwa tupate hali ya istirab, na vile vile katika faraja pia tunatakiwa tuendelee kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kufanya maombi. Mwaminio hawezi kuwa choyo wala hawezi kutegemea maombi yake ya muda, bali katika kila hali anajenga uhusiano wake na Mwenyezi Mungu, na anatakiwa afanye hivi kwa sababu imani hii na uhusiano wake huu katika hali yake ya kawaida pia inamwonyesha nishani ya kupokelewa kwa maombi yake. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam katika sehemu moja amesema kwamba kumbukeni, kuelekea miungu mingine ni kukata uhusiano na wake na Mwenyezi Mungu. Mwaminio hawezi kufanya hivi kwamba akate uhusiano wake na Mwenyezi Mungu, lakini baadhi wakati kwa sababu ya udhaifu wake anapunguza maombi yake, na kwa sababu ya mambo ya dunia anaanza kutegemea masilahi yake na hatimizi haki ya maombi. Katika hali hii basi tunatakiwa kila mmoja wetu aendelee kuchunguza hali yake, kwamba sisi isije tukategemea masilahi yetu kiasi hiki kwamba tusijali kuhusu wale watu ambao kwa kuwa wafuasi wa jumuiya wanateswa na wanasumbuliwa. Kumbukeni dua ya kila mwanajumuiya inayofanywa kwa kutaja rehema ya Mwenyezi Mungu, ghufira na msamaha wa Mwenyezi Mungu. Vile vile dua inayofanywa kwa kutaja sifa za Mwenyezi Mungu. Dua ya aina hii inaondoa shida za jumuiya pia. Katika hadithi inapatikana kwamba katika mataifa ya zamani walikuwa watu watatu, wakati fulani walikamatwa na tufani. Kwa ajili ya kusalimika katika tufani wakaenda pangoni, na kwa sababu ya tufani jiwe kubwa likaziba mdomo wa pango na njia ya kutoka nje ilifunika, kana kwamba walienda kusalimika katika shida ndogo, walikamatwa na shida kubwa. Katika hali hii ilikuwa rahisi kwamba waweze kuondoa jiwe lile kwa juhudi yao, wala walikuwa hawezi kupata msaada kutoka kwa nje. Wao walikuwa katika gereza ambapo
kwa juhudi ya mwanadamu walikuwa hawawezi kutoka nje. Katika hali hii wao walipata huzuni sana na walidhikika sana kwamba hawana nafasi ya kutoka nje, isije ikatokea kwamba tukafa hapa na kaburi letu liwe katika pango hili. Katika hali walipoona kwamba hakuna njia yoyote ya kusalimika au ya okovu, mtu mmoja alisema kwamba njoni tufanye maombi, na tufanye maombi kwa nia hii kwamba ikiwa kitendo chochote na mwema tulifanya katika maisha yetu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi Mungu aondoe jiwe hili. Kisha mmoja wao akasema, Mola wangu, nilikuwa nikimpenda msichana mmoja wa jamaa yetu, nilipenda kufanya zina naye, lakini yeye ilikuwa hakubali kufanya hivi. Basi nikafanya njama na hila na nikatumia mali pia juu yake ili awe radhi, na hatimaye akawa tayari kufanya zina. Na nilipokuwa tayari kufanya zina naye akasema kwamba, ewe mtumishi wa Mwenyezi Mungu, kwa jina la Mwenyezi Mungu nakwambia kwamba usifanye dhambi hii. Kwa hiyo nikamwacha na sikufanya dhambi. Mola wangu, ikiwa kazi hii nimefanya kwa ajili ya ridha yako, basi ondoe jiwe hili lilipo mdomoni mwa pango. Basi kwa sababu ya dua hii jiwe lile liliondoka kidogo, lakini bado nafasi ilikuwa haipatikani kwa ajili ya kutoka nje. Na mwingine akasema kwamba ya Mola wangu, na unajua kwamba mtumishi mmoja alikuja kwangu na alifanya kazi kwa ajili yangu, na kabla hajachukua ujira wake akaondoka, na ujira ule ulikuwa kama kilo 9 ngano, na nikapanda mbegu ile katika shamba, na mimea ilipatikana mzuri, na kwa kuuza mimea nikanunua wanyama, na wanyama wakawa wengi sana. Baada ya miaka mingi yule mtumishi akaja kwangu na akaomba ujira wake kwangu. Nikamwambia kwamba chukua wanyama hawa wote, na wanyama walikuwa katika bonde nzima. Yeye akasema, nimekuja kuchukua ujira na unanifanyia mzaha na unanitania. Nikamwambia kwamba kwa kutumia ujira wako nilifanya biashara, na kwa sababu ya biashara ile wanyama hawa wamepatikana, kwa hiyo wanyama hawa wote ni wako. Kwa hiyo akachukua wale wanyama wote na wakaondoka. Mola wangu, ikiwa kazi hii nimefanya kwa ajili ya ridha yako, basi uturehemu na ondoe jiwe hili. Kwa sababu ya hii jiwe lile liliondoka kidogo, lakini bado nafasi ilikuwa haipatikani kwa ajili ya kutoka nje. Ndipo mtu wa tatu akasema kwamba Mola wangu, unajua kwamba nilikuwa nikiwalisha mbuzi na nilikuwa nikitegemea maziwa. Siku moja nilichelewa kufika nyumbani, na wazazi wangu waliokuwa wakiishi pamoja nami walikuwa wazee sana, walikuwa wamesha lala, na nilikuwa nikifanya hivi kwamba kabla ya kuwapatia maziwa watoto wangu nilikuwa nikiwapatia wazazi maziwa. Nilipofika kuchelewa siku ile walikuwa wameshalala na sikupenda kuamsha, kwa hiyo nikasimama kwa kushika maziwa ili watakapoamka nikawapatia maziwa. Watoto wangu waliendelea kulia, walikuwa na njaa, lakini niliendelea kusimama na kwa kushika maziwa kwa ajili ya wazazi wangu mpaka asubuhi ilipatikana. Asubuhi walipoamka niliwapatia maziwa wazazi wangu, kisha baadaye niliwapatia watoto na mke wangu. Mola wangu, ikiwa kazi yangu hii ilikuwa kwa ajili ya ridha yako na nilikuwa si na tamaa ya dunia, basi unirehemu na uondoe jiwe hili. Kwa hiyo kwa sababu ya hewa kali jiwe lile liliondoka na njia ilipatikana na wakatoka nje. Hawa watu watatu walifanya kazi za aina tatu. Moja, alitimiza amana ya ujira wa mtumishi kwa kuzingatia uadilifu, alitimiza haki za binadamu. Mwingine aliwatendea wazazi vizuri na alitimiza haki ya huduma zao.
na mwingine जना के गुनाह से अल्लाह ताला की aliacha kufanya zinaa kwa ridhaa ya mwenyezi mungu, lakini lengo la maombi ya hawa wote lilikuwa moja, kwamba jiwe liondoke, na lile jiwe liliondoka. Basi mema ya binafsi na maombi yanayofanywa kwa ajili ya wema ya nafsi yalionyesha kwamba wote walipata faida yake. Katika hadithi hii kuna funzo kubwa sana, kwamba maombi ya watu binafsi yanasababisha kuondoa shida za jumuiya. Basi wakati sisi tunapodai kwamba sisi ni jumuiya, tunatakiwa tufanye maombi ili shida inayopatikana katika jumuiya, shida ile iondolewe. Tusiendelee kufanya maombi kwa ajili ya nafsi zetu, bali maombi yanayofanywa kwa ajili ya jumuiya istirar ipatikane ndani yake, kama istirar inapatikana katika maombi ya binafsi, kwa ajili ya kubadilisha hali inayopatikana. Nilisema muswali nafali, katika nafali zile mnatakiwa mufanye maombi kwa unyenyekevu sana, na hali ya wale waliofungwa katika pango tunaweza kujua hali yao ilikuwaje. Wao walipokata tamaa ya msaada wa dunia, wao kwa kutumia na kwa kutaja wema yao waliofanya kwa ajili ya ridhaa ya mwenyezi mungu, walifanya dua, walifanya maombi, lakini hali yao iliyopatikana wakati ule na hali ya dhiki iliyopatikana wakati ule, wao walipopakata tamaa kutoka katika msaada wote wa dunia, walipofanya maombi yao yalipokelewa. Basi ikiwa tunatakiwa vitendo vyetu viwe kwa ajili ya mwenyezi mungu, vile vile vitendo hivi vinasaidia katika kupokelewa maombi yetu. vile vile tunatakiwa shida ya jumuiya tuone kwamba ni shida yetu ya binafsi, na kwa ajili ya hii tunatakiwa tufanye maombi kwa unyenyekevu. Sainam alayhi salatu wasalam anasema kwa ajili ya kupokelewa maombi hii pia ni muhimu kwamba mtu alete mabadiliko mazuri ndani yake. Ikiwa yeye hawezi kujiepusha na maovu na anaruka mipaka ya mwenyezi mungu, katika hali hii athari haibaki katika maombi. Kisha Sainam alayhi salam amesema sehemu ingine, ikiwa nyinyi mtakuwa sawa na watu wengine, mwenyezi mungu hataweka tofauti baina yenu na baina yao. Ikiwa nyinyi hamleti tofauti kubwa ndani yenu, katika hali hii mwenyezi mungu pia hataleta tofauti baina yenu na wengine. Mtu mzuri ni yule ambaye anaishi sawa na ridhaa ya mwenyezi mungu, lakini ikiwa kwa kidhahiri anaonyesha kitu tofauti na kwa kibatini tofauti, basi huyo mtu ni mnafiki, na mnafiki ni mbaya zaidi kuliko mkafiri. Kwanza kabisa muisafishe mioyo yenu. Mimi nina hofu kuhusu kitu hiki. Sisi hatuwezi kushinda kwa kutumia silaha wala kwa nguvu ingine. Silaha yetu ni maombi na ni tutakase mioyo yetu. Hazur anasema Mwenyezi Mungu ajalie kwamba sawa na hamu ya Sayyidina alayhi salatu wasalam tulete mabadiliko mazuri ndani yetu. Kazi zetu zote ziwe sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na kwa ajili yake hii tuendelee kufanya juhudi, tuendelee kufanya maombi kwa unyenyekevu na tuendelee kuinama mbele yake. Maombi yetu yawe kwa ajili ya maendeleo ya jumuiya, na katika maombi yetu tufanye maombi kwamba wakati huu wa shida na majaribio uishe haraka, na hali ile ipatikane
katika maombi tunayofanya kwa ajili ya jumuiya, ile hali ambayo inapatikana katika maombi yetu ya binafsi, kwa kuwa pamoja tufanye maombi ili tusalimike katika shari za maadui. Kama niliyosema kwamba ikiwa sisi kwa kuwa halisi hatufanyi maombi kwa ajili ya kuondolewa shida hii na mateso haya, sisi hatuwezi kupata malengo yetu. Kwa kufanya bayati ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, maombi yetu tunayofanya kwa pamoja yanaweza kuondoa shida zinazopatikana. Na mtu anapofanya dua, malaika pia wanafanya maombi kwa ajili yake. Mawe yanaondolewa katika mdomo wa pango wakati lengo la maombi linakuwa moja. Kwa hiyo maaminio hatakiwa awe choyo na awe na nia hii kwamba mimi ni mzuri, ndipo katika hali nzuri. Shida yoyote anayopata mwanajumuiya katika sehemu yoyote ya dunia ni shida yetu, na tunatakiwa tujali kuhusu shida yake, na kwa ajili yake hii tunatakiwa tufanye maombi. Na hii ndiyo ni silaha. Kwa hiyo Sayyidina alayhi salatu wasallam alisema kwamba ushindi wetu utapatikana kwa kutumia silaha hii, lakini tunatakiwa tukumbuke kwamba kwa sababu ya jazba tusifanye dua hii kuhusu maadui kwamba Mwenyezi Mungu awaangamize na ateremshe maafa na adhabu juu yao, bali mufanye dua hii: e Mola wetu, wakati sisi tunataka ufaulu wetu, mafanikio yetu, na tunataka siku hizi za majaribio na za shida ziishe, tunafanya dua wakati huu wa shida uishe. Sisi tunataka heri ya watu hawa, pia hatutaki maangamio yao. Sisi tumesitirwa kwa fadhila zake, na sisi ni wadhaifu, lakini tunaona fadhila zako, tunashuhudia fadhila zako mara kwa mara. Basi ikiwa wewe unawasitiri hawa watu na unawaongoza, basi hii itakuwa bahati yetu na bahati yao pia. Lakini ikiwa sawa na hekima yako wengine hawastahili kupata fadhila hii na katika kuangamiza ni heri, basi uwaondoe katika njia yetu, ili ushindi utakaopatikana kwa kupitia jumuiya Ahmadiyya hawa wasiwe kizuizi katika ushindi ule. Basi ikiwa upande moja hii ni dua, vile vile hii ni dua mbaya pia kwa ajili ya hawa. Tunatakiwa tufanye dua hivi, tusifanye maombi mbaya kusi hawa. Mwenyezi Mungu atujalie sisi sote tutimize haki za maombi. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر